Jina la stori, Usikate Tamaa, palikuwa na kijiji kidogo kinachopatikana katika wilaya ya Meatu, mkoani Simiyu, kijiji kilichojulikana kwa jina la Mwabuzo. Kijiji hiki kilikuwa kinakaliwa na jamii ya Wasukuma, watu maarufu kwa ufugaji wa ng'ombe na shughuli za kilimo. Katika kijiji hiki alizaliwa kijana mmoja aliyeitwa Juma, mtoto wa pili kati ya watoto 6 wa familia ya Mzee Maduhu na Mama Zawadi. Juma alikuwa kijana mpole, mnyenyekevu na mwenye ndoto kubwa kuliko mazingira aliyokulia. Akiwa na miaka 15, Juma alihitimu darasa la 7 na kujiunga na shule ya sekondari ya kata iliyokuwa umbali wa kilomita 10 kutoka kijijini kwao. Kila siku alitembea umbali huo akivuka mito na mapori, lakini hakuwahi kulalamika. Alipokuwa darasa la 4 kidato cha 4, wengi walitarajia ataenda chuo kikuu au atajihusisha na shughuli za familia kama ufugaji. Lakini baada ya kumaliza kidato cha 4, Juma alichukua uamuzi usiotarajiwa. Aliamua kwenda kusoma VETA, na sio tu VETA, bali kozi ya ushonaji wa nguo. Kejeli, dharau na maneno ya kashfa vilimiminika kutoka kwa watu wa karibu. Hata familia yake haikumuelewa. Baba yake alimwita mwanamke na kumwambia, "Kwa nini usome umeme au magari kama wanaume wengine? Kushona nguo ni kazi ya wake." Marafiki zake walimtenga, jirani zake walimtazama kwa dharau, na hata baadhi ya walimu wake wa zamani walijuta kumfundisha. Lakini Juma alikuwa na ndoto yake. Alitamani kuwa mbunifu maarufu wa mavazi na kumiliki kiwanda chake. Akiwa VETA, mazingira hayakuwa tofauti. Wanafunzi wa kozi nyingine walimcheka kila walipomuona akibeba kitambaa au cherehani. Walimuita majina ya kejeli kama shosti, mrembo wa VETA, na hata walimcheka hadharani. Lakini Juma aliweka masikio yake kwenye ndoto, si kwenye maneno ya watu. Alikuwa wa kwanza kufika darasani, wa mwisho kutoka, na mara nyingi alikaa hata jioni akiendelea kufuma nguo. Muda ulivyosonga, walimu wake waligundua kipaji cha kipekee alichokuwa nacho. Alikuwa na ubunifu wa hali ya juu, na nguo alizotengeneza zilianza kuvutia hata wakufunzi wa VETA. Mwaka wa mwisho wa mafunzo yake, VETA ilifanya mashindano ya kitaifa ya ubunifu wa mavazi. Juma alishiriki na kushinda nafasi ya kwanza, akiwashinda wanafunzi kutoka mikoa yote ya Tanzania. Ushindi huo ulimfungulia mlango mkubwa. Serikali ya China, kupitia ushirikiano wake na VETA, ilipeleka wanafunzi bora kwa mafunzo ya ziada na mafunzo kazini, internship. Juma alichaguliwa kwenda China kwa miezi 6. Wakati anaondoka, kijiji kizima kilimwaga kwa mshangao. Hata waliomkejeli hawakuamini kama shosti wa VETA sasa anapanda ndege. Alipofika China, maisha yalikuwa magumu mwanzoni: lugha, utamaduni, baridi, lakini Juma alikumbuka alivyotembea kilomita 10 kila siku kwenda shule. Alikumbuka dharau alizopata, na hayo yote yakampa nguvu ya kusonga mbele. Alifanya kazi kwa bidii, akaonyesha ubunifu wake, hadi akateuliwa kuwa msimamizi wa kiwanda cha kushona nguo za ofisini huko Shanghai. Ndani ya miaka 2, aliweza kujifunza mbinu za biashara, uzalishaji wa kisasa na teknolojia ya mavazi. Akaanza kuweka akiba, na alipuna ana mtaji wa kutosha. Aliamua kurudi Tanzania kufungua kiwanda chake mwenyewe. Aliporudi Meatu, alileta cherehani za kisasa, mashine za kukata nguo kwa laser na kompyuta za kubuni mitindo. Kiwanda chake alikiita Zawadi Designs, kwa heshima ya mama yake ambaye alikuwa mtu pekee aliyempa moyo alipokataliwa. Aliajiri vijana zaidi ya miaka 10 kutoka mikoa tofauti ya Tanzania, wavulana na wasichana waliokuwa na ndoto kama zake. Alitoa mafunzo ya bure kwa vijana wa vijijini, akiwatia moyo wasikate tamaa. Ndani ya miaka 5, Zawadi Designs ikawa kampuni kubwa ya kutengeneza sare za maofisini, mavazi ya harusi na mavazi ya jukwani kwa wasanii. Alianza kuuza mavazi ya nje ya nchi na akawa bilionea kijana. Wakati huo, waliokuwa wakimcheka walibaki midomo wazi. Baba yake, aliyewahi kumuita mwanamke, alikuja na machozi kumuomba msamaha. Juma alimsamehe na hata kumjengea nyumba mpya. Alinunua ardhi kubwa kijijini na kujenga shule ya ufundi kwa heshima ya kijiji chake. Leo hii, Juma ni mfano wa kuigwa, sio tu kwa vijana wa Meatu, bali kwa Tanzania nzima.
Alifundisha dunia kuwa mafanikio hayaji kwa kufuata mkumbo, bali kwa kufuata ndoto zako kwa ujasiri, bidii na uvumilivu. Na kila anapoongea na vijana, huanza na maneno haya: wakati nilipochagua kushona nguo, walinicheka. Wakati nilipochagua ndoto yangu, walinidharau. Lakini leo, ndoto hiyo ndio inanilisha na kuwapa wengine matumaini. Usikate tamaa, ndoto yako ina thamani kubwa kuliko dharau ya mtu. Mwisho.